Msanii Remi Ongala aliwaza mbali sana kuimba wimbo wa kifo, wimbo ambao unaeleza kwamba kifo kimechukua ndugu zetu tuliowapenda na hata tuliokuwa tunawategemea. Kifo hakina huruma hata na watoto wasiojua kitu chochote. Kifo yeye akiamua lake ameamua. Pengine tungekuwa tunajua siku na saa ambapo kifo kitakuja, tungejipanga ili tukabiliane nacho, lakini kwa bahati mbaya zaidi kifo ni siri. Na ndio maana wapenda soka wote nchini Zambia kile ifikapo tarehe 27 mwezi wa 4 huwa wanakumbuka kifo cha wachezaji wao wa timu ya taifa waliopoteza maisha kwa ajali ya ndege baada ya ndege iliyokuwa imebeba wachezaji wao wa timu ya taifa kuzama katika bahari ya Atlantic. Tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 1993, ndege hiyo aina ya DHC-5 Buffalo iliyokuwa inamilikiwa na kampuni ya Zambia Air Force iliyokuwa imebeba jumla ya watu 30 na kati yao wachezaji wakiwa 23, makocha wawili, marubani watatu, injinia mmoja na mkuu wa msafara. Safari hii iliwacha majonzi nchini Zambia. Ilibeba kikosi cha timu ya taifa ya Zambia ambacho kilikuwa kinaelekea nchini Senegal kuvaana na timu ya taifa ya Senegal kwenye michuano ya kufuzu kombe la dunia, michezo ambayo ilitarajia kufanyika mwaka 1994. Taarifa za ajali hii zina mkanganyiko kwa sababu tovuti mbalimbali zimekuwa na taarifa mbili tofauti, ambapo taarifa moja inaeleza kuwa timu hiyo ilipata ajali na ndege ya jeshi na taarifa nyingine inasema the Chipolopolo walipata ajali wakiwa na ndege ya Zambian Air Force, japo jibu linabaki pale pale kuwa ajali hii iliondoka na roho za wachezaji ambao walikuwa na ndoto za kwenda kuiwakilisha Zambia kwenye michuano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza kutokana na ubora wa kikosi chao. Kutoka katika kitabu cha mwandishi wa habari maarufu kutoka nchini Zambia, lakini pia mwandishi nguli wa vitabu ambaye alifanya uchunguzi wa kina kuhusiana na ajali hiyo, ambaye anafahamika kama J Mwamba, aliandika kitabu chake kinachoitwa The Crash of the Buffalo, ambapo anasema kwamba ndege hiyo iliyobeba kikosi cha the Chipolopolo ilitakiwa kuwa na vituo vitatu kwa ajili ya kuongeza mafuta kabla ya kutua nchini Senegal, ambapo ndipo mwisho wa safari yao, huku akitaja kituo cha kwanza kikiwa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kituo cha pili ni nchi ya Gabon na kituo cha tatu ni nchi ya Ivory Coast, ambapo ndipo baada ya hapo walitakiwa kuanza safari ya mwisho ya kuelekea nchini Senegal. J Mwamba aliongeza kuwa safari ya kwanza ilikuwa salama, ambapo Chipolopolo walitua salama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ndege ikajazwa mafuta tena kwa ajili ya kuendelea na safari ya kuelekea kituo cha pili ambacho ni Gabon, lakini pia walifanikiwa kutua salama na ndege ikajazwa mafuta tena kisha kuanza safari ya kuitafuta nchi ya Ivory Coast, ambapo saa chache tu baada ya ndege kuanza kupaa, ndege hiyo ilionekana ikitoa moshi katika injini ya upande wa kushoto. Uchunguzi wa J Mwamba unaendelea kueleza kuwa rubani baada ya kugundua tatizo hilo kwamba ndege inatoa moshi katika injini ambayo ipo upande wa kushoto, alipaniki na kutaka kuizima injini hiyo ili watafute sehemu ya kutua kwa dharura. Kupaniki kwa rubani ndipo kulisababisha matatizo yote, ambapo kwa bahati mbaya rubani alizima injini ya upande wa kulia ambayo haikuwa na hitilafu badala ya kuzima injini ya upande wa kushoto ambayo ndio iliyokuwa inatoa moshi. Makosa hayo ndiyo yaliyoifanya ndege hiyo kuangukia katika bahari ya Atlantic na kuzama moja kwa moja, ambapo iliua jumla ya watu 30 waliokuwa kwenye ndege hiyo. Utafiti wa mwandishi nguli J Mwamba unaendelea kueleza kuwa mchezaji pekee ambaye alisalimika katika ajali hiyo alikuwa ni nyota wa zamani wa timu ya taifa Kalusha Bwalia, kwa kuwa kwa wakati huo Kalusha Bwalia alikuwa na sakata soka barani Ulaya katika timu ya PSV Eindhoven ya nchini Uholanzi.
Miili ya watu wote 30 waliopoteza maisha ilizikwa nje ya uwanja wa Uhuru uliopo Lusaka nchini Zambia, na eneo hilo mpaka leo limekuwa sehemu ya makumbusho ya taifa, huku makaburi hayo yakipewa jina la The Heroes Acre. Na watu waliopoteza maisha kwenye ajali hiyo ni marubani Colonel Fenton Mhone, Luteni Colonel Victor Mubanga na Luteni James Sachika. Injinia wa ndege hiyo Meja Edward Nahambote na Koplo Thomas Sakala. Kocha mkuu Godfrey Chitali na kocha msaidizi Alex Chola. Wachezaji waliopoteza maisha ni David Chabala, Richard Mwanza, Whiteson Change, John Soko, Samuel Chomba, Robert Watiakeni, Winter Mumba, Kenan Simambe, Dabi Makinka, Wisdom Mumba Chansa, Edson Mulenga, Moses Chikwakwala, Numba Mwila, Godfrey Kangwa, Timothy Muitwa, Kevin Mutale, Patrick Band pamoja na Moses Masua. Lakini baada ya mazishi hayo, chama cha soka cha nchini Zambia kiliamua kukaa tena chini na nyota wa kulipwa wa timu hiyo ya taifa ya Zambia Kalusha Bwalia ili kuzungumza naye juu ya mipango ya kuita timu mpya ya taifa ambayo itaendelea na mapambano ya kuisaidia The Chipolopolo kufuzu kucheza mashindano ya kombe la dunia. Kalusha Bwalia alikubaliana na wazo la kuundwa upya kwa timu ya taifa ya Zambia, jambo ambalo lilifanyika upesi, na baada ya siku 10 tu tangu itokee ajali, Chipolopolo walifanikiwa tena kucheza mchezo wao wa kufuzu michuano ya kombe la dunia, ambapo walifanikiwa kushinda kwa mabao 2-1 dhidi ya Morocco. Lakini licha ya ushindi huo, Chipolopolo walishindwa kufuzu hatua inayofuata mara baada ya kupoteza mchezo wa marudiano dhidi ya Morocco na kurudi nyumbani nchini Zambia, ambapo walipokelewa kama mashujaa. Baada ya kutua nchini Zambia, kikosi hicho kilianza maandalizi ya kujiandaa na michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, yaani AFCON mwaka 1994, ambapo wakiongozwa tena na Kalusha Bwalia, Chipolopolo walifanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali, ambapo pia waliondoshwa na timu ya taifa ya Nigeria, ambapo walifungwa mabao 2-1. Hii ndiyo historia fupi ya timu ya taifa ya Zambia Chipolopolo, ambayo ilipata ajali tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 1993 na kuzama katika bahari ya Atlantic, ambapo ndege hiyo iliua jumla ya wachezaji 30. Mchezaji pekee aliyebaki ndio huyo Kalusha Bwalia, ambaye baadaye alikuja kuwa legend wa timu ya taifa ya Zambia.